Mimi niwaambie ukweli, hakuna tajiri unayemuona ambaye hana nguvu yoyote nyuma yake. Tajiri yoyote kuna nguvu nyuma yake ambayo inashikilia utajiri wake, na hiyo nguvu ni nguvu isiyoonekana. Sasa hiyo nguvu ukishaipata inageuza maisha yako. Sasa lazima uamini ya kwamba kuna hiyo nguvu, na Mungu anatupa mwaliko wa wazi. Utamkumbuka Bwana Mungu kwa kuwa yeye ndiye akupae nguvu za kupata utajiri. Maandiko yanasema Mungu akupi pesa, Mungu akupi nyumba, anakupa nguvu za kupata. Sema nguvu za kupata. Sema nguvu za kupata. Sema nguvu za kupata. Kwa hiyo Mungu anapotaka akupeleke kwenye biashara, anatengeneza nguvu ya miujiza, inaitwa nguvu ya kupata. Unaingia kwenye ofisi, hiyo nguvu ya kupata ikiwa ndani yako, automatically bosi anajisikia kupromote. Hiyo nguvu ya kupata inakuwa ndani yako. Kuna mtu ananielewa ninachoongea? Hii nguvu ya kupata, unaenda kwenye kuchimba madini yanaanza kuonekana. Nguvu ya kupata. Kuna mtu ananielewa ninachoongea? Unaingia kwenye ndoa, mara baada ya kuingia kwenye ndoa mume wako anaanza kufanikiwa. Ile nguvu inaitwa nguvu ya kupata. Utamkumbuka Bwana Mungu wako kwa yeye ndiye akupae nguvu za kupata. Kuna nguvu za kupata. Unakutana na mtu anajisikia akupe tu, akupe pesa, na siku ya leo hautaondoka hivi hivi. Utaondoka na nguvu za kupata. Nasema tena, utaondoka na nguvu za kupata. Utakutana na watu watakupa vitu unavyotaka. Nasema kwa sababu nguvu ya kupata iko juu yako. Siku ambayo Sauli aliondoka na nguvu ya kupata kutoka kwa Samueli, alipokutana watu walikuwa wanamtendea vitu vizuri. Wanamtendea vitu vizuri. Haelewi kitu gani kinatokea. Watu wanamtendea vitu vizuri kwa sababu kulikuwa na nguvu ya kupata. Wangapi wananielewa ninachoongea? Mwaka hujaisha unapata mume wako katika jina la Yesu aliye hai. Kuna nguvu ya kupata. Hujanielewa bwana. Nasema Mungu anakupa nguvu ya kupata. Na kuna nguvu ya pili inaitwa nguvu ya kukosa. Hii nguvu ya kukosa, una uwezo wa kuwa umeahidiwa kabisa, njoo saa 6 nitakupa 7,000,000. Inafika saa 6 unaenda kuchukua hela yako. Unaelewa ninachoongea? Unafika kwa yule jamaa, anasema sasa hivi nusu saa iliyopita kuna ndugu yangu amepata dharura, nimempa ile hela. Sema nguvu ya kukosa. Sema nguvu ya kukosa. Sasa Mungu anapotaka akuinue, anakutoa kwenye nguvu ya kukosa. Unakuwa umeenda kuapply kazi, unapata wanasema wewe una akili lakini kuna kitu umekosa. Wanaangalia, tunasema sura yako ngumu sana, tunahitaji mtu ambaye sura yake ni laini, ila kila kitu unacho. CV yako inasoma ila sura. Inaitwa nguvu ya kukosa. Unatafutiwa sababu. Wakikutana na mtu ana mwendo kama mimi, natembea mikono imetapakaa, anatembea hivi, anasema tunaona mwendo wake tu ni kama na kiburi. Kwa hiyo huyu jamaa ana kila kitu anacho kinachotakiwa ofisini, lakini hatakiwi hapa ofisini, kwa sababu huyu jamaa anaonekana akipata chochote huyu atakuwa na kiburi. Inaitwa nguvu ya kukosa. Dada, kwa sababu wewe ni mweupe, kila mtu anakuashumu wewe ni mzinzi. Unajua akili za shetani. Kwa hiyo akiangalia mtu mweupe, aamini mtu mweupe anaweza katulia, akajitunza, akaolewa. Wakiangalia wanasema hapana, haiwezekani ukawa mweupe hivi. Na unaelewa nachoongea? Nguvu ya kukosa. Nguvu ya kukosa inakupishanisha na baraka zako. So Mungu akitaka kuingiza kwenye miujiza yako iliyo mingi, anakupa upako unaoitwa nguvu ya kupata. Mungu anakupa huo upako. Huo upako unaenda kushika biashara. Wateja wanakuja, wanasema mimi nataka kununua, mimi nataka kununua, mimi nataka kununua. Nguvu ya kupata. Nguvu ya kupata inaingia ndani ya nyumba hii kwa jina la Yesu. Inayapata maisha yako kwa jina la Yesu. Inayapata maisha yako kwa jina la Yesu. Inaipata ndoa yako kwa jina la Yesu. Inapata biashara yako kwa jina la Yesu. Watu waliokuwa wamekusahau leo wanakukumbuka kwa jina la Yesu. Pokea nguvu ya kupata kwa jina la Yesu. Na hii nguvu ya kupata ndio nguvu ambayo inawafanya watu wawe juu.
watu wafanikiwe, watu wastawi, watu waongezeke. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukishaelewa asili yako ya kiroho, ya kwamba we asili yako inaendeshwa na nguvu zisizoonekana, utaanza kuzitafuta hizo nguvu zisizoonekana kuliko unavyozitafuta pesa. Watu ambao wameelewa haya mambo, wa kwanza walioelewa ni Waislamu, wa pili ni Wahindi, tatu wa Japani, na wazungu wengi wanaelewa haya mambo, ila sisi hatuelewi. Unajua Waarabu wengi na Islamic wengi hawafanyi kazi mpaka kuna nguvu isiyoonekana imekuja juu yao. Ukiingia kwenye maduka yao, wanaelewa utaratibu wa kibiashara, wanajiandaa, wanajifukiza mle ndani. Wanasema, wewe unasema wanajifukiza, wanahakikisha kuna nguvu isiyoonekana imefunika lile eneo. Umenielewa ninachoongea? Nenda kawaulize. Unafikiri wanapolizia udi tu kwa sababu ni nini? Hamna. Wanajua udi kitu gani ni nguvu gani inapenda. Kwa hiyo kuna nguvu inakuja pale. Na by the way, wewe unanena kwa lugha na ndimi zako za moto, unaenda pale unanunua. Si ndio kweli? Ila ukweli ni kwamba wenzako wanakuwa wapo covered. Ila Wakristo ndio watu pekee ambao ukiwaambia kuna nguvu isiyoonekana ambayo inatakiwa kuendesha biashara yako, hapana. Anaenda na struggle. Ile jamaa kama yani wanapendeleana tu, mbona wanaungishana wao? Yeye anauza tu, yani kila siku mzigo anaenda kufunga. Mimi kama mwenzako ameelewa siri, wewe hapana. Na ndio maana Wakristo wengi mahali ambapo wanakimbilia ni kwa waganga wa kienyeji na wachawi. Ukisikia kuna mtu ameenda kutafuta maji ya upako au mafuta ya upako, ni kwa sababu ameamini kwamba kuna nguvu isiyoonekana ambayo ipo itakayoweza kunifanikisha kutokea kwenye maji au haya mafuta. Mungu yuko tayari kufanya miujiza. But do you believe in miracles? Unaamini katika miujiza? Unaamini ndani ya hizi siku 7 Mungu anaweza kukufanyia miujiza isiyo na hesabu? Na nakuuliza swali tena. Unaamini kuna nguvu isiyoonekana ambayo inaweza ikawasomba wateja, ikawaleta kama nyuki kwenye nyumba yako, kwenye biashara yako, kwenye ofisi yako? Do you believe there are miracles ambazo inaweza ikazaliwa? Unakumbuka kuna siku hapa nyuki zilikuja nyingi, zilikaa pale kwenye speaker moja, zikaja shwa, zikakaa pale nyingi, hakuna mtu alizialika, zikaja, si ndio? Zikaja. Unajua the same God anayemiliki nyuki, anayeweza kuziongoza nyuki ziende mahali popote, anaweza kaongoza wateja waje, akawaambia wateja nendeni kwenye duka la fulani. Hujanielewa bado. Hujanielewa bado. Kama Mungu anaweza kaongoza nyumbu wakakumbuka njia waliokuwa wanapita Serengeti, sio wanapita na mwakani, wanapita pale pale, anawaambia piteni pale, na wanapita, wanaenda wanarudi. God, unajua Mungu anaweza kaongoza watu akamwambia nenda pale kaoe yule dada. Mnaelewa ninachoongea? Mnaelewa ninachoongea? Sometimes uhitaji sana kujipitisha na kujifunua. No, you don't need that. Sisi kwetu kila kitu ni miujiza. Mimi ni muujiza, maisha yangu ni muujiza, Bwana. Mimi kweli ni muujiza, nikilala ni muujiza, nikiamka ni muujiza, Bwana. Mimi kweli ni muujiza. Na unatakiwa uyaweke maisha yako kwenye level ya kwamba kila kitu ni muujiza.